mtumishi wa Mungu. Man of God, you welcome. Hallelujah. Amen. Unaweza mkakaa. You may be seated. Hallelujah kanisa. Amen. Mbele yote nitakwenda kushukuru Mungu. Before all, I'm just going to thank God kwa makubwa yote ambayo anatutendea. For the greatness and wonders which He keep on doing. Kwa uwezo wetu sisi wanadamu. Because through our own will as humans, siku ya leo tukikuwa kanisani, we could not be able to be at church. Lakini kwa uwezo wa Mungu aliyekuwa mbinguni, but unto the will of the Lord, unto whom is unto heaven, leo tena tunakutana. Today we gather. Amen. Amen. Kwa kuwa umetulinda, because He have guided us. Tokea mwezi wa 12 hadi sasa. Coming up from December till now. Wengi walipita. Many went by. Lakini sisi tungali hai. But we still alive. Sio kwa kusema sisi tuko bora. Not to say that we are better than those who went by. Kwa uwezo wa Mungu. Unto the grace of the Lord. Kwa maana tukingali hai. That's why we still here. Kwa kuwa anatupigania vita mchana. Because He fought for us day and night. Katika magonjwa yote anatuepusha. Throughout sickness He excludes us out. Ajali ya barabarani and all other kind of problem that may occur. Na hasara zote ambazo mwovu shetani and all kind of destruction which the devil has prepared for us, He excludes them all out. Kwa maana hatuna sababu yoyote. There's no other reason for not praising this Lord. Amen. 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 Najua leo, I know today tuko na neno nzuri sana. We have a very good word. Na nilikuwa napendelea kuimba. And I wanted to sing. Lakini naona tutaimba kisha. But will sing after. Amen. 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 Najua tutaimba. I know we're going to sing. Musisteme ya in a way of kitaram. Amen. Amen. Najua mama wenye walipitia katika makundi ya viteramu I know mothers who went past Kitaram, they're going to help us with that. Tulete uwepo wa Mungu. So that we may call upon the presence of the Lord. Amen. Amen. Somaji mzuri atakwenda kusimama. A good reader will just please stand. Ataenda kusoma Wafalme wa kwanza. Or read for me First King. Anaanza pale 3:1 hadi 3. First King will start from 1 until 3. Sorry, Mfalme wa kwanza 3 unaanza 1. First King 3, chapter 3. Mfalme wa kwanza 3:1. Chapter 3:1 hadi 4. until 4. 3:1 tutasoma katika jina la Yesu. Amen. Huyo Sulemani akafanya ujamaa na Farao mfalme wa Misri, akamuoa binti yake Farao, akamleta mjini mwa Daudi. Hata alipokwisha kuijenga nyumba yake na nyumba ya Bwana na ukuta wa kuzunguka Yerusalemu. Amen. Amen. Soma endelea hadi until 4. Ila watu walikuwa wakichinja zabihu katika mahali pa juu, kwa sababu haikuwepo nyumba iliyojengwa kwa jina la Bwana. Hata siku zile Sulemani naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila kutoa zabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe zabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ndiyo, hapa tunakwenda kuona mfalme Sulemani. We see the King Solomon. Mfalme Sulemani, King Solomon, ni mtoto wa David. Is the child of David. Tunajua katika historia ya Biblia ya we know onto the Old Testament.
David alikuwa mtumishi wa Mungu. David was a servant of the Lord. Alimtumikia Mungu kwa roho moja. He served the Lord with one heart. Na alikuwa mfalme ambaye alikuwa anajulikana katika Israeli. And he was a king who was known unto Israel a lot. Na alikuwa mfalme mwenye nguvu. He was a king of power. Kwa kuwa alikuwa anampenda Mungu. Because he loved God. Na David alikuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kumtolea Mungu. He was a person who loved offering to the Lord. Kafika wakati David alitoweka. And reached a moment David was removed. Mtoto wake, his child, Solomon, akakamata uongozi wa kingdom. He took the leadership of the kingdom. Na huyo mtoto Suleiman, and this child Solomon, vile vile akafuata he followed njia ambazo baba yake alikuwa anaenda the nazo. path which his father took. Njia ambazo ni za kumwogopa Mungu. The path of fearing Lord. Njia ambazo ni za kushuka chini ya mamlaka ya Mungu. To humble unto the presence of the Lord. Amen. Amen. Akafuata njia. He followed that path. Kwa kumtolea Mungu. In offering to the Lord. Amen. Amen. Ikakuwa wakati and reach a moment akapatana na Farao, when he encountered with Pharaoh, aoe mtoto wa Farao, so they can marry the child of Pharaoh. Biblia inasema hivi, the Bible says, wakati alikamata yule mtoto wa Farao, when he took the child of Pharaoh, peleka direct kwenye nyumba, he did not take him directly to the house. Siwezi kujenga nyumba yangu, he said, I cannot build my house, na sijajengea Mungu nyumba once I did not yet build God himself a good house. Amen. Amen. Tunajua sisi sote, we know all of us, wakati unataka kuoa, when you want to get married, unakuwa unajipanga, you always prepare yourself, unajitayarisha, you prepare yourself. Kama nyumba utauza, if it's a house you buy, nyumba utajenga, or if it's a house you build, a good place and house. Yeye alikuwa na hiyo mali, he had the richness, alikuwa na hiyo possibility, he had the possibility, lakini alisema, but he said, siwezi kujitakia mazuri, I do not want good deeds for me, Mungu mazuri, but I did not do any good deeds for the Lord. Amen. Amen. Yaani Biblia inatuambia, the Bible tells us here, hakujipenda yeye. He did not love himself. Amen. Amen. Alimpenda kwanza Mungu. He loved God first. Akamtia Mungu mbele. And he presented God first. Hakuona ufalme wake. To see his kingdom. Aliona ufalme wa Mungu. He see the kingdom of God. Amen. Amen. Ikafika mpaka wakati, in which even a time, alipojenga, when he built hekalu la Mungu, a temple of the Lord. Kumbuka wakati sanduku la agano, remember the old covenant, ililetewaka kutoka Egypt, it was taken out from Egypt, ilifika mpaka Israel, and it placed onto Israel. Wakati ilifika, when it reached, ilikuwa mahali kwenye palijengwa na hema, onto a place where it na ilikuwa katika jangwa, and it was onto the wilderness. Mtu mwenye alijengea ile sanduku la agano, who built that covenant onto that good place, baba yake, yani David himself, where he built, na kwa wakati ilikuwa kwenye desert, and onto that moment onto the wilderness. Alikuwa kujenga tena nafasi nzuri zaidi tena kuliko David. It was this guy Solomon. Amen. Amen. Aliona nafasi hii. He saw this place. It's not safe unto us. Ikabidi atafute mahali ambapo we need to look for a place unto which will be safe and holy for the people. Ndipo alijenga. That's where he built. Biblia inasema alijenga hata na the Bible say he built even like a surrounding. Katika historia ni Nebukadnezar alikuja kubomoa wakati wa vita, when they went to come and destroy it. Amen. Amen. Alijenga na security yote. He built with all securities. Kwa wakati ya zamani, kulikuwa makingdom ilikuwa inaenda kupiganisha kile kingdom. 14 other kingdoms. So ilifaa ujichunge. So you have to protect yourself with things which you have. Kama vile sisi katika dunia hii, tunayo kingdom mbili. We have two kingdoms. Kuna kingdom ya shetani na kingdom ya Mungu. And the kingdom of God. Katika kingdom ya Mungu. Wakati tunamjengea Mungu madhabahu, inatubidi we have to protect it. Amen. 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 Ni kama vile tuko na kanisa hapa. It's like we have a church here. Hii ndio madhabahu yetu. This is our altar. Tunapaswa kuiprotect. We have to protect it. Tunapaswa kuipenda. We have to love it. Vyovyote tutamwomba Mungu mahali hapa. Whatever we shall ask unto the Lord, Mungu atakitimiza. The Lord is going to fulfill it. mahali yake. Tunapenda mahali pake. Because we love His place. Na hakuna taifa ambalo there is no nation nafasi unto whom there is no place. Wanasema hapa ni mahali ambapo ukimhitaji Mungu ndipo anashukiaka hapa. He shall come down.
Amen. Amen. Sulemani alijua hiyo siku. Solomon knew those secrets. Alijua nikimjengea Mungu hekalu, build the Lord a ndipo hapo temple. tutakuwa tunaenda That's when we kutoa shall sadaka go zetu to give na Mungu our offering, ataipokea. and God shall receive it. Amen. Amen. Najua na sisi tuko na mahali I know also as we have a place ambapo tunaweza kuja unto where we shall tutosha go sadaka zetu and give our ambao Mungu offering, atakubali. unto which the Lord shall Kuna receive. sadaka ambazo There is an Mungu offering anakubali unto na which the sadaka Lord does ambazo not accept, Mungu and anakubali. there's offering which God can Kitu cha accept. kwanza, sadaka ambayo The first thing which Mungu God anakubali, does not ile accept sadaka haitoki is the katika moyo offering wako. which is not coming out from your heart. Amen. Amen. Sulemani hapa, Solomon huyu mfalme This alikuwa king anatosha sadaka was giving inatoka ndani ya moyo offering which wake. came out from his heart. Biblia inasema The kila Bible mwaka says each and every year alikuwa anatoa sadaka. he used to give offering. Tena pana sadaka ya kidogo. Not this small offering, something of values. Amen. Amen. Tukisema oro alikuwa anatosha. If we say gold, he was giving. Kila kitu, masilva alikuwa All anatosha. kind of silverness, Kitu ambacho kiko kia all kind sadaka of things of values, kilikuwa anatoshia Mungu. he was giving unto the Lord. Yaani ilikuwa ni tabia yake It was his ya habit kumpenda Mungu. of loving Na God. Mungu akampenda And zaidi. God also loved him more. Amen. Amen. Mungu akampenda zaidi. God loved him more. Unajua ukishakuwa mtu When you are a person mwenye kumtolea Mungu, unto whom offer Mungu unto the Lord, anakupenda zaidi. the Lord will love Wakati you Biblia more. inasema When the Mungu Bible akampenda zaidi, the Lord loved him more, kuna kwaka means mapenzi that there's a love yenye iko particulier. which is differently. Amen. Amen. Mungu anapenda watu wake God loves his utofauti people katika jinsi wewe accordingly to unajitoa. the way you offer yourself to him. Amen. Amen. Unakuta wengine hata kutoa You sadaka, find others even to offer. anachagua, yani naweza sema maakwenzi, He chooses even coins. anatoa manoti pembeni, He takes out the notes. anachagua makwenzi, He chooses the coins. ndio analeta hapa. That's what he come and Na kwa give. sio kutosha, And the way of giving, a one that gives a coin you can hear hawezi him. achia kwa juu. He will not live from above. He has to drop the hands until the end, so that those coins will not make noise. Amen. Nitapendelea zaidi tuweke hata kitu cha kutoa sadaka kikuwe cha kioo. We wouldn't want the thing to give offering to be a mirror. Amen. Amen. Tu hata ushushe, Even though you drop down, you'll see. sikia secret Now look at the ya huyu secret mfalme. of this Kitu king. cha kwanza alikuwa tayari alishakuwa The first mfalme. thing, he was a king already. Kitu cha pili The akajishusha second, chini. he lowered Kitu himself. cha tatu The akakuwa third, anamtolea he Mungu. offered unto the Lord. Amen. Mungu kwa pale yake akampenda zaidi. The Lord loved him more. Acha sasa tusome mahali sasa kwenye kichwa chetu kia Let leo. us read unto where our title today is. Somaji, Reader, nisome pale 5 tu. just there by 5. Wafalme wa kwanza 5 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. 3:5. 3:5 tunasoma katika jina la Yesu. We read in Jesus' name. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani And katika the Lord ndoto appeared unto na usiku. Solomon into the dream by Mungu night. akamwambia, And the Lord said, omba utakalo, ask what you need and you shall be given. Amen. Ask anything and I will give to it to you. Amen. 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 Hapo sasa There. Sulemani tayari alishamtolea Mungu. Solomon is given unto the Alipanda Lord. milimani. Has climbed unto mountains. Nafasi kwenye alimjengea Mungu. And when he built unto the Lord, Akaenda kutoa sadaka he kule. went unto giving an offering. Sasa wakati analala, When he slept, Mungu akamtokea. God approached him. Amen. Amen. Akamwambia Sulemani, God told him, Solomon, vyote ambavyo umenipa what you have given me vimenifikiria mimi. has reached me, your Na mimi Lord. Mungu nimefurahishwa na hiyo kitendo Lord, I've yako. been glad and Mimi pleased by Mungu your deeds. nimefurahishwa na Me, utoaji Lord, wako. I've been glad by Mimi your Mungu offering. nimefurahi Me, Lord, na I've been kuja kuimba glad kwako. for you Mimi Mungu coming. nimefurahi na wewe Me, kuja Lord, kukanisa. I'm glad Mimi for Mungu being connected with nimefurahi you. na Me, wewe Lord, kuja kuhubiri I'm hapa. glad for you preaching. Amen. Amen. Akamwambia Sulemani, And he told Solomon, omba chochote. pray soever, Omba, ask.
Kyokyote whatsoever, nitakupatia nacho. and I shall give it unto you. Hapo ni mambo magumu. That's a very difficult part. Usidhani kama Mungu, you don't think that God alikuwa tunamutarilisha or joking with him. Ama usifikirie hiyo swala. Don't think that question. Bakikwambia nao leo, if they ask you today, kama unaweza jua kujibia, if you could know how to answer it. Amen. That question you aren't able to answer. Jua nina uwezi. Why? Kwa kuwa mtu akisha kuambia, so when a person tells you, omba chochote utakalo, whatsoever you shall get, itakuwa vigumu kwako. it will become difficult to you. Najua kila mtu hapa, I know everyone, yuko na kila kitu kenye anapendaka. What na katika vile vitu mnapendaka, najua mtu anaweza kuwa wa kwanza kwa kuomba Mungu kenye anapendaka. Amen. Amen. Lakini hapa katika swala hii kulikuwa mtego, aone wapi kwenye Sulemani anasimamia. Sulemani angeomba ufalme, alikuwa tayari alishakuwa mfalme. Kulikuwa possibility Sulemani aombe nguvu ya kutawala dunia nzima. Katika Israeli kulikuwa ufalme tofauti. Angependa ahukumu Israeli yote nzima. Amen. 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 Ni kama vile sisi hapa wanaweza kutuuliza mnataka tuwafanyie nini? Meya tu akuye hapa aseme mnataka tuwafanyie nini? Amen. Kwa wangu watasema nataka unipe residence. Mwingine atasema nataka munipe nyumba. Mwingine atasema nataka kupesa nifanye business. Ndio level ya of your own mind. Amen. Amen. Lakini Sulemani, Solomon, wakati Mungu alimwambia katika ndoto, kitu cha kwanza hakuamini ama hakuwa anajua kama ni Mungu. He did not believe or know that it's God. Amen. Alifikiria kama ni ndoto, kama ndoto normale inaweza kumfikia mwanadamu. Kama vile sisi sote tunakuwa katika usingizi, tunaota. Wengine wanaota wako Uvira, wengine wanaota wako Ulaya, wengine wanaota wako mahali popote pale. Wengine wanaota wako nakula, wengine wanaota wako kwenye karamu. Na sichoshi. Na wengine wanaotaka wanakufa. Others dream that they are dying. Amen. Lakini kumbuka kila ndoto inakuwa na msingi wake. Has its own foundation. Yes. Amen. Hakuna ndoto inaweza kukufikia. Hakuna ndoto inaweza kukufikia kwenye maisha yenye ambayo haina sababu. Which has no reason. Kwa maana tusikwe tunapuzia mandoto. So we should not exclude anything out. Kama unaota ndoto, if you dream na haukuielewa, and you not understood it, tafuta hata watumishi wa Mungu. Look for servants of the Lord. Unawaelezea. And explain it to them. Kuko ndoto zingine na kwaka ni ufunuo. This other dream is revelation. Amen. Amen. Tusikwe tunakawata kila ndoto. Don't take any dream kama tu ni kawaida hapana. Ordinary. Najua kuko zingine. I know there's other. Jia circumstance no kuemo. Zile ndoto zinafika. Okay. Na kuko ndoto zingine zinafika juu ya kukuambia kitu fulani kitakufikia katika maisha. Na hata hasara ya kifo ndoto inaweza kukuambia. The warning of death, a dream can tell you. Amen. Amen. Sasa sikia huyu mfalme. Now look onto this king. Mfalme kitu ambacho aliomba, msomaji tusomee tena, shuka chini. A reader can just read for us again. Tunasoma 6 inasema, Sulemani akasema, umemfanyia mtumwa wako Daudi baba yangu fadhili kuu, kadiri alivyoenenda mbele zako katika kweli na katika haki na katika unyofu wa moyo pamoja nawe umemwekea na fadhili hii kubwa, maana umempa mwana wa kuketi wake kama alivyo leo. Na sasa, Bwana Mungu wangu, umenitawaza niwe mfalme mimi hapa.
mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami ni mtoto mdogo tu, sijui jinsi inipasavyo kutoka wala kuingia, na mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasioweza kuhesabiwa wala kufahamiwa idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kumpambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Amen. 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 Unasikia vile anasema. Sasa Wakati yeye alijitambua kuwa Mungu alishamkumchagua yeye kuwa God king. has chosen him to be a king. Sasa mimi ninakamata nafasi ya baba yangu. I take the place of Na my mimi bado father, niko mtoto mdogo. and I'm still a young Na child. vile mimi ningali mtoto Since mdogo. I'm still a young Sina child, I experience. have no experience. Hiyo ni mambo alianza kumwambia Mungu. This is the first thing he told Najua God. kumtendea baba yangu I know that vitu vingi he sana. did my father so Sasa many mimi ndio things. ninakamata nafasi. Now I'm taking the place. Sasa kitu cha kwanza kile mimi The nitaomba, first thing which I shall Mungu ask ananitia for, mkubwa ambaye I ataongoza want you taifa to kubwa. bring a great person who will lead a great nation. That great nation, give me permission to know how to lead onto righteousness. Amen. Amen. Yeye anaomba He anaomba asks upatanishi, unto the yaani aishi vizuri na communications watu. of living good with others. Hakuomba utajiri wa He did zaidi, not ask for richness. hakuomba nguvu, He did not ask for hakuomba strength. He chochote, did not ask for bali anything. aliomba But he asked aishi na watu. to have a Wakati good watu watamkuia, relationship ajue with jinsi others atazungumza and to nao. know how to Wakati watu interact. watamuletea shida, When people bring ajue them jinsi problems, you should know atawasaidia. how to help them. Amen. Amen. Unajua You know, mtu anaweza kukuletea tu probleme a yako. person can bring his problem to Uko you. na ile mwaya ya kuresolve ile You probleme have yako. that will to Lakini resolve that unashindwa problem, kuiresolve juu ya nini? but you fail to do it what so because you did not understood how the problem is. Amen. Amen. Unaona bashishi You know, judge, wanaenda kusoma sheria. they go and learn laws Tunajue wakati so mimi that na they can know wewe when me and tunagombana you are disagreeing ama or tupatani fighting, katika njia and we hii, did not go wakati accordingly. watakuwa When they wanatusambisha, come and watajua question nani us, kweli they'll na know nani who's uongo. the truth and who's the lie. Amen. Amen. Ndiyo hiyo David alitambua, Sulemani That's alitambua. what Solomon discovered. Amen. Amen. Alijua katika kingdom yake He knew kuna unto his mashida kingdom, mbalimbali, the na second katika kingdom hali yake yeye hana problem, unto his experience. condition he does not have Kumbe experience. nitaomba Now ask the intervention ya Mungu Lord, katika the mambo intervention haya. of the Lord to take Kumbe place in kingdom me. yangu So iendelee that my vizuri, kingdom can inabidi keep nikuwe on mwamuzi going, mzuri. we have to have a good understanding together. Amen. Amen. Unajua watu wawili wanaenda kukoti. You know, two people go out to Wote ni court wanadamu. because court are human beings. Ule tu mwenye atakuwa na lawyer The one who has a good lawyer anawina kesi. wins the case. Mais en vérité, But the reality, mwenye sheria the one of the hakuwina law kesi juu ya did nini? not win the case Hana by. makuta He kulipa did not lawyer. have money to pay the lawyer. Sasa yeye Now he Sulemani akatambua hiyo. he discovers Kama that kunakuwa watu ambao katika kingdom there are hii people unto his wanaibwa haki kingdom yao which have their own kutambua righteousness shida to zao. know their own problems. Amen. Amen. Kuna watu There are people wanakosaka haki to yao whom fail to have rights juu ya kukosa because lacking maarifa. knowledge. Amen. Amen. Sulemani akaomba Now wakupe Solomon haki. saw this and needed Wakati watu righteousness. watakuwa namufikia When people approach you with their problems, you should know and be able to explain who has the rights. Amen. Amen. Unajua tuko wengi hapa. You know we are many here. Tunaweza tukaombe Mungu. We can pray to the Lord. Mungu anajua mwenye anaomba katika haki na The Lord kweli. knows who's praying unto Mungu anajua mwenye righteousness. anaomba haiko katika haki na And the ukweli. Lord knows who's praying without righteousness included. Na wakati Sulemani alimwambia When Mungu haya Solomon maneno, told the Lord those words, Mungu katika kujibia yake God sasa himself responding, akajibia he responds kushinda jinsi Sulemani more than alimwomba. what Solomon asked for. Juu ya nini? Why? Ni juu ya ile sadaka alikukata. Because of that offering which was given. Amen. Amen.
Unajua wakati unajua kumtolea Mungu. You know when you know how to offer to the Lord. Maombi yako hata uko nasema nataka A. Even though I want A. Mungu alishafikisha kuzee. He put it on, God already put it until Z. So unapasha kujua. Now you have to know. Level gani niko wewe ya Onto which level am I onto giving the Lord? Amen. Amen. Mara mingi sisi tunataka tu tupewe. Many times we want only to receive. Lakini hatujui kutosha. But we do not know how to give. Biblia inasema. But the Bible says Mkono mwenye kutosha. the hands that give is the one that receives. Amen. Amen. Unaona kuko mfano fulani. You know there is a certain example. Niliona jana. I think it's yesterday. Kuko mama mmoja. A certain mother who was looking up to, they were staying in a certain farm. So I charged them 300 for a trip. And they knew after that one trip, all things were finished. The amazing part is, things that was coming out from the house, you as a foreigner, if I give it to you, you throw them down. And you insult me, the one who's telling you, I'm giving it to you. Amen. Amen. And when you already see that, what kind of point is it? I'm not lying to you, is things which is not things of taking. It's things even you can just leave them in your house and go and just leave them there. Amen. Amen. The bed that you can see even a foreigner that's coming today, you can't even sleep on it. There I'm showing you the value of a person who knows God and how God does him a favor. Mostly us foreigners, God does us a favor, but we do not discover it. I told Levi, you see, as we come onto this country, even English are to Jewish. Amen. Amen. But God gives us favor. But Mungu anatupatia favor. Kupata ile salary ya 2,000. Kuko batu hapa tena bapati na 100 na wako na dependre ku MoneyGram. Amen. Amen. Hakuna. There's none. You even pray to God to give you an ID. But the one who has it, he has nothing. He knows all language. We have all opportunity. When you ask for a job, you don't want to be getting the job. But he does not have. You see the love of God. But the Lord loves you more. But you fail to offer yourself. Amen. Your dirtiness, I put 2, 3. The bed is just only planks. Amen. Amen. I can even compare with things that are just broken. Amen. Amen. That's the value of knowing God. When God uplifts you, is a need for you to know how to offer to Him. Amen. Amen. There's a person, if I get a job, I will offer unto the Lord. God say, you have spoken. Let me give you a job of 1,000 rand monthly. Amen. Amen. He give you a job of 1,000 rand. Say, God, this salary is too small. When I have a good salary, at least 2,000, I will offer you. If that's so, God give you now that salary of 2,000. Until you reach 5,000, you will not give. It's still small to you. And when God sees you in that way, He will leave you in that level or decrease you down.
Because you promise God things which you cannot do. You see, even though you are uplifting, through you have that possibility, you have that one, but you made your heart so stubborn. Many people hear the blessings, but that blessing cannot be seen because of your difficult heart and failing to offer yourself. You see this movement of offering, or a person who can come here and see this church, who will see these people have money. Amen. But in the reality, we don't have money. Why? We have the heart to give, the heart of sending each other. That's what Solomon had. Amen. Na wakati leo Mungu akikutokea anakuambia unataka nini and asks you what do you want, Juko na moyo wa kutosha, because you have the heart of giving, you know what to answer. Ule mwana moyo wa kutosha, the one that don't have the heart of giving, you will not be able to answer, because you're gonna want to ask for more because you have given something to the Lord. Amen. Johana moyo yeye unachunga apate vya mingi tu atoshe, have more so that he can give. Imagine leo unashindwa kutoa sadaka. Now imagine you fail to give a tithe. Mshahara ya desa rende per week. Our salary for 200 per week. Which means to offer there. Kutoa sadaka pale ni 20 rand. Amen. Unashindwa kutoa 20 rand. You fail to take out 20 rand. Reach 20,000. So now utafika 20,000. So now it's a point of 2,000 rand. Alama 10,000 kupachia. Utaitosha. Utaitoa. When you take it out. 2,000 rand. You say 2,000. Haiko mingi kwa zile kanisa kwanza I have faced that church, they only pay 1 point something. Me just finish the rent and everything, and those people are in there. Say no, I'll just put 500. It's already too much. You think you are clever? Unazana uko mayele, but Mungu ako mayele kukushinda. Maya more 100 times. Even 1,000 times. Even 1,000 times. Even compare. You can't. I wasn't Sulemani hapa. But Solomon here, mayele mbele ya Mungu. He was no wiser. He did not show more cleverness in front. He did not show his keenness in front of the Lord. Amen. Amen. Alishuka. He humbled. Akaomba Mungu. He prayed to the Lord. And God granted him. And he asked him, what do you need? Amen. Amen. He wants the gathering with God and how he's going to lead his people. That's where he got challenged. Amen. Amen. All of us know the story. 2 women gave birth. Amen. Amen. 1 child died. When 1 child died, from one of which was on to sleepy, the other one replaced a dead child from a live child, and he took the other one of the fellow. Back home of their hospitals, they did not have any tags onto a child. Amen. Amen. Even now, they're still children. In hospitals, also she did the same. It reached a time when the mother woke up, had to breastfeed the child was dead. He said, no, I did not give birth to a dead child. My child was alive. This is not my child. When on this fellow, you are the one who took my child. Now they all went to the king. Amen. Amen. That's why the king had to make use of the knowledge which God gave him. A condition like this which approach you, you could not be able to get a solution. Amen. Amen. Today it's reaching. Your own child, you go to Home Affairs and they say it's not yours. Now they tell you to take DNA and you don't even know. Amen. Wanajua watu wengi.
Because they know many people can say his child, but he's not his child. But Solomon told them, everyone say this is his child. Now do you know what I want to do? I want to cut this child 2 times, and everyone take his own piece from the child. And the one who was not the mother's child, he accepted that. The one who was not the real mother, he accepted that. But the one who the child was his, he said no. If it's so, it's better not kill the child. Just give it to that lady. Amen. Amen. Yes, Solomon discovered, because God gave him the knowledge, this one who did not want the child to live, that's the true mother. Amen. Unajua katika Afrika leo, you know, on to Africa, watu wengi wataki wenzao waishi. Many people do not want others to live. Amen. Amen. Hiyo ni kweli iko huko. That's the truth. Na hata ulimwengu, even onto this world, it does not want Africa to live. Jua nini? Why? Kila kitu Mungu ametupa. Because everything the Lord has given us. Sasa wanakuwa tugombanisha. Now they fought us. Sasa katika kutugombanisha, through them fighting us, tunakuwa obligé. We've been obligated. What system they did? They did something. In order to remove us from Africa and take us overseas, to know what they can take out from Africa, they failed. Amen. God gave us leadership. We've been able to multiply ourselves, but we keep on increasing. Amen. Amen. They bought the system. Amen. Amen. Vaccine. Oh, vaccination. Amen. They tempted, but it failed. And malaria did not finish us. We keep on increasing. Now today they bring a system of, they bring war onto countries of Africa so that you may run. When you run, you go to run and you leave the soul open so that they can carry on taking. And they take. Even Europe is filled with Africa. Till now, Africa wants to go bad. Africans are not finishing. Now we hear in Corona. These are all ways of finishing us. These are things which Solomon asked for, to know unto what they want to do for his people. When people bring things like this, what can I know what they want to do? Amen. Amen. Those are children of God. They have to know. We have to have that righteousness and knowledge. Amen. Amen. Knowledge of knowing what to do. Solomon here, when he prayed for that, asked for it, the Bible, God multiplied it onto what he did not even ask for. If you read down, God says, unto your kingdom, there will not be a person. When you die, there will be nobody the same like you. Till now, there's nobody. Can just read so that we can go down. We read 7 and saying, and oh Lord my God, thou hast made these 7 king instead of David. Kwa hiyo nipe mimi mtumwa wako moyo wa adili, ni wahukumu watu wako na kumpa banua mema na mabaya. Maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako walio wengi? Neno hili likawa jema machoni pa Bwana. Na ya kuwa Sulemani ameomba neno hili, Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili, wala kujitakia
ukufurahia maisha ya siku nyingi, wala ukutaka utajiri kwa nafsi yako, wala ukutaka roho za adui zako, bali umejitakia akili za kujua hukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema. Tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili, hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hatainuka mtu kama wewe. Amen. Amen. Unasikia sasa kile Mungu alikuwa English, no English word to read really. Yeah, read the 9 to I think 12 or 15. We read it by 1 King 3:9. Read it by 9 to 13. 13, okay. Given therefore their servant an understanding heart to judge their people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge thee so great, so people? We read it by 10. And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked these things. And we read it by 11. And God said unto him, because thee has asked these things, he has not asked for them himself long life, neither has he asked richness for himself, none has he asked for life of their evil enemies, but he has asked for thee understanding to discern judgment. Amen. Amen. But you didn't yet finish. Oh, until 12. Yeah, even 13. Behold, I have done according to thy words. Lord, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there were none like before thee, neither after thee shall arise like upon thee. 13. No, it's okay there. Okay. Mungu akamwambia, God told kwa kuwa him, umechagua because you have chosen kuishi na watu, to know how to live with people, I give you the little knowledge, though not be a king, the same or above you. Amen. Amen. Bali kutoka Sulemani, Coming from Solomon, there's no other king has been above like Solomon. Biblia inasema hapa, The Bible says, hakujitakia mali hapana. he did not want richness, Hakujitakia nguvu he hapana. did not want strength, Hakujitakia Mungu piga maadui zangu. he did not say, God destroy my enemies. Mungu Oh God, they don't want me first destroy all my enemies. Ile ndio inaweza kuwa That maombi don't yetu. be our first prayer. Kitu kingine kinaweza kwa Mungu na The mimi first nataka thing gari. also, God, Acha I na don't mimi have niko na a car, gari let me leo. have a car. Si kwaka la nyumba, I acha don't na have mimi a niko na house, nyumba. let me have a house. Mungu akasema kwa kuwa God ukuomba said, hivi because you yote. did not ask for all Mimi these, kama vile Mungu me as the Lord, nakuzidishia hekima. I will give you the Ninakupa righteousness, kila kitu. and I will give you Na hakuna everything, mfalme and there is no mwenye king atainukaka who shall kukukidhi. be above you. Amen. Amen. Unaona hali yenye Sulemani walifika na kukamata You Yesu. see the condition Ni which hali faced ambayo Solomon, inashinda hata baba yake which is David. above even his own Kumbuka na father David alikuwa David. mfalme mzuri David zaidi. himself was a very good Lakini king. inamaanisha hapa But it means Sulemani alitosha zaidi Solomon kuliko exceeded baba yake. his own father. Alimtoshea Mungu zaidi. He gave Na more, akashuka zaidi. and he went more Mungu humble, akampandisha. and God uprose him more. Mbona leo Mungu akiniambia tu nataka nikufanyie nini? If you see today the Lord telling you what me to do, all American president I must step on above them. Amen. Amen. Unakumbuka wakati Remember, mtumishi wa Mungu nani hapa nakusahau jina, Yohana Mbatizaji, John the Baptist, wakati ilibidi when it was needed apate probleme for him to get a problem na king, or the king, ilibidi kulikuwa wengine wafungwa pale. there's other prisoner. Sasa katika hiyo kingdom, Onto the kingdom, huyo mfalme wa pale, the king who was there, alikuwa anampenda sana, he loved him so much, na alikuwa anamkaribia sana. and he wanted him Wakati a mtoto lot. wake alifanyaka vizuri, But when his child did something ikabidi good, akamwambia mtoto wake, he had to tell his child, hivi alikuwa mwanamke, he was a woman, unacheza vizuri, you dancing good, unataka nikufanyie nini? what do you want me to do for you? Ama nikupe nini? Or what shall I give Nikesio kama vile you? walipatia It's like Sulemani. the same question they asked Lakini ule Solomon. mtoto
mtoto that child alikuwa rafiki wa mama yake. Was a friend of the na mama mother. yake And the mother hakuwa na relation mzuri na ule did not mtumishi have wa a Mungu. good relationship with the servant of the Ilibidi Lord. aseme hivi, babako He alishalapa said, since atakupata your kitu father fulani prayed chochote kile something, he'll give utaomba. you whatsoever. Kumbe omba kichwa Ask for the ya head yule Yohana. of John. Amen. Amen. Wakati mtoto alienda kwa baba yake, When the child went to the father, mwambi wakati alishasema kitu when the king says something, na alisema mbele ya baraza and he yake, says in front of his hawezi people, kugeuka. he cannot change. Kitu gani kilifika pale? What happened Wakati there? mtoto aliomba kile kitu, When the child asked for the moja kwa head, moja baba alilungunika, the father was sorrowed. akatafuta mtoto aombe Look kitu for ways kingine, to ask for other thing else. ama kama ni utawala nikupe, Or even to lead. lakini havikuwezekana. But could not be able, Mtoto because the child, alishindikizwa na roho ya he was shetani. being led by devil's heart. Ilibidi aseme ile kitu haitamfanyia He kitu, said that head will not do you anything. lakini juu ya chuki Because of hatred, mtu anakuombea kifo. he just asks for your Ile death. kifo yeye hana faida na ile kifo yako. That death will not benefit him anything. Yes. Amen. Amen. Utaniambia wacha wanakuweka na intere gani? What do sorcerers gain when they kill someone? Hakuna intere wanakuwa. There's no gain they get. Kuko ka video bali nilitoka There's kuona. a video which came out from watching. Ulikuwa mtu alikuwa mchawi. The person was a sorcerer. Aliokoka. Now has been saved. Akamwambia, They asked him, "Sasa unaua mtu. when you kill someone, Faida gani unakuwa what kupata?" benefits do you get? Akasema hapana. Nothing. Amen. Amen. Hakuna faida. There's no Na benefit. huyo mtoto But that child, alishindikizwa na pepo because he's been led by na demons shetani and devil kupitia mama yake. through the mother, Ilibidi baba the father asikatae tu neno could alishalisema. not reject it because he already said his words, Ikafanyika vile. and it happened so. Amen. Amen. Lakini Sulemani yeye But Solomon, alikuwa mtu ambaye he was a person Mungu alimpa ile maarifa. who God gave him the knowledge of knowing what to ask for. Wakati tuko tunaomba Mungu, When you pray to God, jua kama kupitia kuomba Mungu through praying ndio kuzungumza na Mungu. is communicating. Jua maneno gani Know unto which words unamwambia Mungu. you shall tell the Lord to do for you. Kuna mambo mengine unaweza zungumza na There's Mungu. other things which you can tell the Jibu Lord, ya Mungu but the inakuwa response, kukuletea kosekana. it gives you consequences because you do not know how to answer back. Amen. Ni kama vile naweza nikakuambia leo mimi It's like today, sina degree, I did not have a degree, alafu nimwambie Mungu and I tell Lord, nishere kampuni ya kabambi. give me a big company to manage. Hata kama Mungu akilipa hiyo chance ya Even kushere hiyo though God kampuni, give me the chance hiyo of kampuni ita controlling, collapse. the company will collapse Jua ni sina experiment. because I do not have any experience. Amen. Amen. Ni kama vile mimi hapa It's like me today, uniapatie trake You give me yenye kuna track. remorke. which has a trailer Amen. Nifanye manevre. to do. Nitagonga nyumba za watu. I'll be Hata kama Mungu breaking people's akinipa hiyo cars, drive license even ya though kukimbia. God give me the drive license. Amen. Kuna mambo mengine wakati tunamwomba Mungu, There's other tunapaswa things which we kuchunguza na ask sisi. God. We have to check Tutakuwa ourselves. We capable will be ya capable kusherehekea vile vitu of Mungu managing atatupatia. what we ask for. Amen. Sulemani alichukua. That's Solomon. Kusherehekea watu. To control these people, God had to give me the inner knowledge of knowing. Tunakuwa na tatizo sana watu. Because we always have problems. Ya kwenda mbele ya Mungu. Going in front of the Mungu Lord, chochote kile we tunachisikia ndani ask ya. for whatsoever that Tunasahau kama pleases. Mungu anatuelewa We zaidi. forget that the Lord Kuna understood mambo us. mengine Mungu hawezi There's akatutendea other tuko things which the kababu. Lord cannot do us Wapo because we unakaa ndani ya are able. kanisa miaka When 10, we stay to the haupati church jibu, years, Mungu we anajua do not get hauqualify kwa kile answers kitu. because we do not qualify for those things. Amen. Amen. Na kufika kuqualify ku kitu. And when you Mungu qualify anapaswa for something, kukupitisha mambo God fulani has to fulani. take you through certain other things. Unaona baraka? You know, blessings, Tunayambiliwaka tu. we are just been told, Lakini hatuijuwaki. but we do not know Iko na it. sacrifice ya kuifanya. It is sacrifices which has to be Mtu hapa taken anataka place. kukuambia. A person can come and tell you, Ndugu yangu Mungu ananionyesha my kuwa brother, God showed me utabarikiwa. that you're going to be blessed. Sawa? Amen. Wewe utakuwa mtu fulani. You're going to be a certain Kitu kile person. Mungu anafanyaka. What does God do? Hapa katikati kufika pale kubaraka. For him to reach the blessing, Hakuambiaki. he does not tell you Vile vitapitia pale. what to take Vile part. vitapitia pale. What to take part, Njoo training that's the ya training kufika kwa ile baraka. of you reaching that blessings.
Amen. Amen. Baki kuku katikati pale. There's a middle part in Vitu there. vinapitia. Things which you go Na kuna mara through. utasema hapana. You say, Kama ni no. baraka hii If mikoa it's hapo. blessing, then it's fine. Unaweza kupitia shida. You can go into problems. Unaweza kupitia jela. You can go into Unaweza jail. kufukuziwa na You familia. can be chasing by In order family. ile In kitu order for kitimilike. that thing to fulfill. Kama hauna mwelekeo You don't have a good na kujua kama ni leadership. Mungu ndiye And alikuambia. knowing that God is the one who's leading you, you'll fail. Amen. Amen. Unajua ndio ninawaambia. You know why I say so? Wakati walifungua kijiji hapa. When they opened the branch here, Mimi nilikuwa kasi sijahubiri, nilihubiri tu Cape Town. I only preach in Cape Town, only once. Pastor anakuja kuniambia, Now pastor came and tell me, Roho namwambia the Spirit tells him, kama ilifo it's in need kijiji kifunguliwa. a church to be open here. Na watakuwa kiongozi And who will be the leader is Hiyo you. wakati niko shemasi. There I was just a deacon. Sijahubiri katimashi. I had never preached before on a Sunday. Ni mamekredi. It's only Wednesdays. Roho kaanza sasa. I'd say, hey now, Ni roho ya Mungu anaona kanisa za wewe. really, can you see a church Hiyo here? inakuwa sasa hiyo. Now that's me, Nakuwa na duty. doubting myself. Nitaanza hai kwanza. How will I start? Tunaangalia jinsi kanisa Because I see the way the kwa church, kusema for it isimame. to stand, Haiko mchezo. it's not a joke. Amen. Amen. Ninaangalia ile trajectoire yote. I look onto those old steps Naona hapa vitawezekana. and I see this is impossible. Mungu akanipatia ujasiri wa kumwambia pastor Gave me the nisiseme kama knowledge of sitaweza. telling pastor to not say I won't be Ndani able. mwangu But mimi in naona kama me, I sitaweza. saw that I will not be able. Mimi nikaikala kimya. But I just be silent. Maombi kaanza. Prayer started. Nikafikiria kama maombi itakabata hata I masimu. thought prayer would maybe take Mbele kanisa weeks ikue. before the church comes. Maombi kama haikufanyika hata mwa. It even take a year, Even a month. even a month. Kanisa tukaanza. Then we started Hakuna church. hata kitu. We have nothing or else anything. Tulikuwa na empty I don't know what I gonna call it in English. Give it over like that. We had a bucket. Just only like that. We use it as a drum. We made to tumia base sa drum. Amen. Amen. And they was having one table. Na tulikuwa na It was meza shaking all time. yenye ilikuwa inatingizika That kila was saa. like this one. Ndio yenye tulikuwa We start inatingizika. from there. Tukaanzia pale. Amen. Amen. If we reach even 5% Kama inside, tuko batu it's like tano, that we are a lot. tunasema kama tuko mingi. Amen. Amen. But we came on like that But tukaendelesha vile until now. mpaka hivi. But if you see Kama in unaona between, katikati, you will see it was a mountain and utaona kama ni milima na vingi milima. ambavyo vilipitia These ambavyo things hatukiweza which go through kuonyeshana which nayo. you could not be able to do if you have been shown Kuko on. mambo mengine Mungu There's akikuonesha other things vile when God utapitia. shows you what you're going to go Unaacha hiyo through. kazi. Right there you just give up. Tu hata Moses Because Mungu Moses, akimuonesha kama God atafanya could have shown you to take all na those watapata ile years shida yote. and go Moses through all those alimwambia mimi problems. Moses was sitafanya. going to not accept it. Amen. Kama kuna promise ya Mungu, You promise of God, keep it. hata unapitia shida. Even though you go through problems, even though you sleep on the Weke mountain, on. you just move on. Unaona vya Mungu vinakamata muda. You know God's things take time. Kuko promise mtu kuna promise hapa The Avesta. promise which God Ya gives ndiza na you, senka. 5 years Na and kuko so mwenye kuna on, kosanta hapa. others even more. Amen. Amen. 60 years. 60 years, 60 years of a Maybe you promise. got 20 years. You are 20 years, Imagine plus it will be 8 It will be 7 or 8 80 years. years there. Ile wakati joy sasa unakuja kupata baraka. That's when now you get your blessings. Amen. Joki si Mungu anatumika. That's how God works. Na kuko wengine There's others, jana kufa He baraka dies. inakuja juu ya mtoto. That's when the blessings come in behalf of the child. Amen. Amen. Ujue kisi tutakuwa tunaongea na Mungu. We have to know how to communicate with the Na wengine Father. hapa naombaka. Others ask Mungu and nisikufe pray, mapema. God, let me not Nione die. wajukulu wangu. Let me see my grandchildren. Mungu anamwambia unataka nini? What do you want? Unataka na mimi nione I wajukulu want wangu. to see my grandchildren. Amen. Kuko vingine unaweza omba tu. Others you Na can Mungu just anafikiri pray. unaona merite kuwa na ile miaka. God Haupashi see hata that kushinda uko nasema. You deserve to have those years.
And you don't Tukimwambia Mungu nataka nikuwe na roho ya ask upendo. God to you want to have a love of heart. Upendo yako atakuongezea miaka. Because Tunajua ile upendo itasaidia watu you wengi. will help other people. This will increase your love. And more years. No need of telling God until reach 100. How can you reach 100 and you don't even love your neighbors? And other people are wishing you to die as well. Because you not live good with others. How can God give you those years? Amen. Mwenzako akifanikiwa, other one who prosper, mtoto mwenzako akipata or degree, fellow child with your heart, sijui unataka kufika I wapi. don't know where it wants to reach. You hate it. Ukitembelea kwa mwenzako, When you visit your fellow friend, you found your fellow friend eating like meat. Oh, he's bragging now, he's eating meat in his house. Amen. Amen. Mwenzako alikuja jana, your fellow came just yesterday. Anafanikiwa kwa kazi, he prospered with a good job of good salary. You now saying you came of yesterday, showing yourself now. Is a full Amen. Christian saying all those you are waiting for God to na uko na ngoja Mungu akubariki. You'll take years and years in church. Taught yourself from Solomon. He did not ask for power. He did not ask for strength. To lead him and to know how he's going to lead the people. To know how to live with people is a very big treasure which God takes big value of. When your fellow give birth, be happy. When he prospers, be happy. When he gets a job, be happy. Even though he may not help you, maybe his child is going to help your children. Amen. Because God does things according to his plan. Amen. If you hate the child, he is going to be the protection and the guidance of your own children. And you did not know. This child also crying. Come out from where I am. Others, you let him even die. You already become a killer. Because you've killed the person inside your heart. Amen. There's many of us which are witches, even though we do not know. Because of our bad words. Let us taught ourselves to change. When we pray to God, do not pray for things which will uplift us and make us proud of ourselves. We have to pray to God, which will place us onto his feet. Let God himself, let he say a word which will uplift us. Amen. Amen. Do not wish when you pray to God things of just amazing. We know the Bible says even we will not say the word, God knows your problems. Everyone here is a problem. But God knows what you do not even be able to say. Amen. Who you are going to be young. Look, years that went by. For those who have 20 years here and plus years. 20 years ago, did you wish or depend on to be here? Or to this country? Or the way you are? None. But God planned it. You still have 10 years which you do not know which is already planned. 20 and 100 years more. Amen. Amen. Even though you not reach 100. But God planned already for 100 years. But Mungu asa plane ya miaka 100. Amen. Amen. Because he knows your children. Kajua najua watoto wako. Where they will be. Fasene watakuwa muile miaka 100. Amen. 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 Kila mtu alikuja huku misio yake. Everyone came with his own mission. Lakini leo anajikuta
But today found as a family, women, whatsoever. Let you embrace God by that, and let you say, God, let you be praised for giving me a family. Amen. Amen. When I went to Congo, you know, a person hating his own home. I said time has just finished so I can go. Where I was born, where my mother was, where my sisters was, but I was wishing to go back. When I back home, when I came out, I was wishing to always go back home. And when I went there, I did not wish to be there anymore. And I told others, you say you're going to come out here, go. When you reach there, you're going to miss here. When you build brotherness, and then when you come out, 10 years, 20 years, there's no advantage. There's an advantage where you already built something. Amen. When I reached there, there's no one who I knew. And many did not knew me. I'm going to the road, not even saying hello. I'm like a stranger unto other strangers. And others, I knew them, but I forgot them. Amen. Amen. Let us live peacefully with others and not to lead them. So that the Lord can give us a good leadership. For the job which we did here, you know, people can say, in Corona, when it started last year, I know we entered church a few days, but we did great things than the days that we entered longer. Amen. 2020 was a year of blessings. Amen. Amen. The people comment and say, oh, this is a year of blessing, but will not see the blessings. To build the house of the Lord is a blessing. Is more than a blessing. And this 2021, it will be even more. Even though it will not be building, it will be for us in our life. To not mind Corona. Pray to God for this sickness to just exclude. And with all other sickness, when the year finish, Amen. Amen. There will be changes of lives of people. But those who healed onto the word, that's what the exam is. The servant told us we're going to be blessed, all the elders told us. But there's others who's going to be blessed, and that those who are going to be. Those who's going to be blessed, they have to walk according to how God wants, and the way Solomon did. He feared God, and he obeyed him. Amen. 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 Musimame. Let you stand. Waimbaji wakuye hapa. Singers can come. Tunataka kuimba kisha tunakwenda. Want to sing? They will pray. Sasa yetu haitubiki. Sijui saa ngapi kanisha baba kwa sasa sijui. But you can time, I don't know. Because our time isn't working. Tunataka kutosheleza ionekane pale. Na lakini naanza kutupatia room time. Mwana atatubariki na sali. The one who bless us with the time, it will be good. Sulemani kwenda Gideoni alimuomba Mungu. Solomon. Wakamata pendo waloka kamata. Yes. Ipasala mwana
Acha kwamba Bwana mdomo ulionipa ninahitaji hekima yako kunitawala. Ninahitaji hekima yako Yesu. Ninahitaji hekima yako. Pray for your church. Anything that you want God to do for you for this year. Just pray, open your mouth, because even Solomon pray, and everything was answering. You also will get the answer just in this year. Just pray. God is here. Mungu yuko hapa. Omba kama vile Sulemani aliomba. Katika ndoto utapata majibu. Mungu atakujibu katika ndoto. Mwaka hautaisha, hautapata majibu ya ndoto yako. Mwaka hautaisha.
Mungu. Hakuna chochote kinawezekana akishindikani katika ufalme wa Mungu. Mungu ana kila kitu, ana uwezo katika yote. Uomba Mungu atajibu. Baba, katika jina lako takatifu, siku kama ya leo, siku ambayo tunaingia tarehe hii, baada ya kwanza katika mwaka huu yetu katika hekalu lako, tunakuja kama Sulemani, tunakuitambua, lakini wewe Mungu wa mbinguni unajua kila kitu, Acha roho wako intercede kwa nafasi yetu, acha roho wako intercede kwa kila kitu ambacho tunahitaji kama vile mahitaji yetu. Asante mtakatifu, asante Elohime, asante Mungu uliye juu mbinguni, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, Mungu wa Yakobo, ndiye Mungu ambaye tunaomba mahali hapa. Baba, utuonekanie na sisi katika ndoto kama vile ulionekania Sulemani. Utuonekanie Baba katika hekalu lako. Tunajitolea katika kazi yako. Kuna mengi mengine ni challenge katika yetu. Baba, onekana katika challenge yetu, uitumikie kazi, utujibu, uonekane mtakatifu kwa kuoko Mungu. Asante mtakatifu. For those who need a special prayer, maombi, they may come in front. Badala kuya huku mbele. I mean a special prayer. When wanahitaji maombi special. For those who pray already, but you never see. Wene wako naomba watawaoni kitu inatokea. Kufatana na vitu niko naombea. So may come in front. Mtaweza kuya mbele. So that you can ask this God. Njoo kajuu uulize Mungu. The same God of Solomon. Mungu wa Solomon. The same God of David. Mungu wa David. The same God of Ibrahim. Mungu wa Ibrahim. The same God of PRC. Na Mungu wa PRC. Tutamuita kwa jina lake na atatujibu. Kama unahitaji maombi ya kispecial, utaanza kuja huko mbele na tutakuombea. Uko na 30 seconds kukuya huko mbele. Naona kama Mungu ajibia kila mtu. Na ita sasa wene wako wanasikia mgonjwa, tutaomba nabo.
Ninakuita katika uwezo wa jina lako Yesu Kristo. Na wale wote ambao hatuna taarifa zao wako mbali na sisi, acha mkono wako wafikie mahali walipo, hospitalini na nyumbani, wenye wako nchi mbali na sisi, ambao wanahitaji mkono wako waponye. Baba, wakusema popote walipo, kwa mkono wako ufikie walio wako, acha mkononi mwako, katika uwezo wa jina lako Yesu Kristo.